Shalom shalom mtazamaji wa huduma ya ukombozi, kukaribisha katika kipindi kingine ambacho tunakwenda kuangalia shuhuda ama testimony ambazo zimetokea pale katika madhabahu ya huduma ya ukombozi ambayo inapatikana pale maeneo ya Maji ya Chai nje ya Ng'ombe. Pale mambo mengi yametokea baada ya ibada ya kuvunja vibuyu 7 vya kichawi. Watu wengi wamefunguliwa, wengi wamemuona Mungu. Kuna mmoja ambaye alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kuumwa na kichwa kwa takriban miaka 2, lakini baada ya ibada hiyo ya kuvunja vibuyu 7 vya kichawi anashuhudia kwamba sinki lake la chooni alikuta limepasuka, na kuanzia siku hiyo alikuwa mzima kabisa wa afya. Lakini pia kuna mama ambaye pia anashuhudia dada yake aliugua ugonjwa wa asma kuanzia mwaka 1973. Mtu wa Mungu, just imagine, kuanzia 73 mtu analogwa, anaumwa ugonjwa wa asma. Lakini pia baada ya kufika katika madhabahu ya ukombozi alipata uponyaji papo kwa hapo. Lakini pia mtazamaji, kuelekea siku ya kesho kuna ibada kubwa, ibada ya ukombozi wa familia. Kwa hiyo hakikisha mtu wa Mungu unakuja wewe na familia yako kwa ajili ya kupata ukombozi huo wa familia. Hakikisha unakuja na ndugu yako na familia yako yote katika Sara natokea Kia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipekee ninamshukuru Mungu wa madhabahu ya ukombozi kwa sababu amenikomboa. Nilikuwa ninaumwa sana, nina kama miaka 2 naumwa na kichwa. Nilifanywa mpaka CT scan, nilimulikwa kila mahali, hakuna ugonjwa. Lakini nilikuwa naumwa na kichwa kiasi kwamba siwezi kusimama, kuna muda ambaye siwezi kuongea. Lakini siku moja akaja Mama Sofi pale kwangu akaniambia kuna mahali ukienda utapona. Nilikuwa nazunguka kila mahali nikitafuta uponyaji. Akaniambia twende pale. Shetani akawa ananizuia. Mume wangu akaenda pale kwa nesi, akawa ananunua dawa. Yule nesi pale, yule dada yangu akamwambia ugonjwa sio hospitali, utamaliza kila kitu, utauza vitu vyote, lakini huo ugonjwa sio hospitali. Akaja akanieleza, nikachukua hatua. Nikaja hapa, nikaja mkesha wa tarehe 1, tarehe 31. Nilikuwa ninauma kiasi kwamba natembea kwa neema tu. Naweza nikafika mahali nikaketi. Nikaanza kutumia maji, nikawa natapika. Nikatapika wiki nzima, usiku na mchana. Yaani nikinywa tu yale maji ni kama vile nimepandisha kichefuchefu. Nikaanza kutapika. Kupitia ile maombi tena ya kuvunja kibuyu ya kichawi. Siku ya Jumanne nilitoka hapa. Cha kushangaza, baada ya kuvunja kibuyu nilikuta sinki la chooni limesambaratika. Sinki la chooni. Mchezo ni hivyo, ni makofi au ni kitu gani? Na pale nyumbani kwangu hakuna mtoto useme ni mtoto. Mtoto wangu alikuwa shuleni na anaenda asubuhi mpaka jioni. Jioni baba yake alimchukua muda wa saa 10. Bado niko kwenye huduma. Akakuta sinki limepasuka. Hakuna mtu, watoto wako shuleni. Nilipofika hapa nikakuta ile sinki, akaniambia sinki la chooni limepasuka. Sikumwambia kitu. Alisema labda ni watoto, lakini mimi nikamwambia Mungu asante kwa sababu umenijibu. Hiyo Jumatano na kuambia nimeamka siumi hata kuna tena. Hebu ongeze makofi mazuri kwa ajili ya Yesu. Kuanzia hiyo Jumatano mimi ni mzima, ninafanya kazi zangu. Nilikuwa nimeacha kufanya kazi tangu mwezi wa 5 mwaka jana. Uliacha kufanya kazi? Niliacha kufanya kazi tangu mwezi wa 5 mwaka jana. Mpaka ofisi yangu ilifika mahali nikayumba. Maana nilikuwa na shule ya private nilifungua.